بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika darsa منظومة القواعد الفقهية للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، tulifikia ubeti 25 tutasoma pia 26. قال الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وينتفي التأثيم عنه والزلل. وهذا من كمال جوده وكرمه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. katika ukamilifu wa ukarimu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na rehema zake juu ya waja wake, annahu lamma kallafa ibadahu بأوامر يفعلونها، alipoamrisha waja wake kwa maamrisho yatekeleze, wanawahi yajtanibunaha, na alipowakataza makatazo yajiepushe nayo, annahu idha sadara minhum ikhlalun bilma'mur أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، kitokea kuwa mja atakuwa na upungufu katika kutekeleza maamrisho au katika kufanya kile alichokatazwa, imma kwa kusahau au kwa kukosea au kwa kutenzwa nguvu, annahu ya'fu anhum wa yusamihuhum, Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe kwa kosa kama hilo. لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه. Mtume sallam akataja msamaha juu ya umma wake kwa jambo ambalo wamekosea au kusahau au kutenzwa nguvu na kulazimishwa. Na hapa kabla ya kuingia katika kuieleza hii qaida الخطأ والإكراه والنسيان, ningependa mwanzo tugusie aljahl. Jahl, kabla ya kuzungumzia haya matatu, ni sababu ya kumwangushia kallaf dhambi na dhamana. Maana anayefanya kitendo kwa ujinga hana dhambi, na kadhalika dhamana. Na jahl iko kwa namna mbili: jahlun bilhali wa jahlun bilhukmi. ujinga
wa hali na ujinga wa hukumu. فالجهل بالحكم أن لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء. mtu kuwa mjinga katika hukumu ni kuwa hajui hukumu ya kisheria jambo fulani. na tutapigia mifano ili tueleweke. والجهل بالحال أن لا يعلم أن هذا الشيء هو المحرم. awe hajui kuwa hiki kitu ndicho kilichoharamishwa. au an la ya'lama anna hadha az-zaman huwa zamanu at-tahrim. asijue kuwa hizi zama au ule wakati aliokuwa nao ndio wakati alioharamishiwa kufanya kile kitendo anachokifanya. au anna al-makan makanu at-tahrim. jahal bil hala, hajui kama ile sehemu aliyoko ndio sehemu ya tahrim. مثال ذلك tuchukulie mfano ili tueleweke tunazungumza. إذا احتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة حرام فصومه صحيح وهذا جهل بالحكم. kwa wale wanaoviona wanaokwenda kwa hijama ni yenye kufuturisha, tuchukulie huu mfano. kwa mfano aliyefunga akafanya hijama na hajui kuwa ni haramu kwa aliyefunga kufanya hijama, hajui hukumu kabisa, saumu yake itakuwa ni sahih kwa sababu alikuwa hajui hukumu. elewana? طيب. وإذا احتجم بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع فصومه صحيح. na pia akafanya hijama ajua kuwa anayefunga haijuzu kufanya hijama, lakini yeye akafanya hijama baada ya kupambauka alfajiri akidhania kuwa alfajiri bado haijapambauka, pia somo yake itakuwa ni sahih. wa hadha jahlun bil hal la bil hukm. hukumu yajua lakini ile hali yajui kuwa tayari ameingia katika hali ambayo ni haramu kwa kufanya nini hijama. لأنه لم يعلم أن هذا هو الزمان الذي حرمت فيه الحجامة. كون جاهل بالحال hajui kuwa ameingia wakati ambao ni haramu kwa kufanya nini hijama, kwa kauli ya wale wanaoviona na kwenda kwa hijama ni haramu. tuelewana? طيب. tuje kwenye kuieleza sasa hii qaida. jambo la kwanza an-nisyan wa huwa dhuhulu al-qalbi an shay'in ma'lum. nisyan wa alaykum salam ni kule moyo kughafilika na jambo ambalo yule anayefanya ile jambo alifahamu na kulijua. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الجهل. في حال كما ndio yatokea tofauti baina ya jahl na nisyan. لأن الجهل عدم العلم. jahl ni mtu kutojua, hana elimu hiyo kabisa. ama hadha faqad alima, ama mwenye kusahau yajua lakini dhahala qalbuhu, katika hali kama ile kufanya kile kitendo akili yake haiko pale, amejisahau, moyo wake umejisahau. waweza kumwona kwa mfano mtu amepitwa na salatu dhuhri kwa mfano kama tutakavyotaja dalili, lakini kwa kusahau. je, hajui kama salatu dhuhri ni wajibu, fardhu ain juu yake? yajua, lakini ule binadamu lile jambo likampita akiwa katika kujisahau, mpaka imefika alasiri ambaye bwana jua hatujaswali adhuhuri, mimi nimesahau. haimaanishi kuwa hana elimu ya kuwa lile jambo ni wajibu.
ودليل سقوط الإثم قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. na hii ndio dalili ya kuwa hapati dhambi mwenye kusahau. rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana. katika dua ambayo Allah ameitaja watu wema wanaomuomba nayo, ewe Mola wetu usitupatilize kwa jambo ambalo tumelisahau au kukosea. Allah akasema nishawapa hilo, nishawafanyia hilo. wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha la kafarata laha illa dhalika. mwenye kulala akapitwa na swala au akaisahau, inawezekana, basi na aiswali atakapoikumbuka. akikumbuka tu ataswali, wala hakuna kafara nyingine isipokuwa hiyo. na pia na hadithi tuliyosoma ni katika Bukhari na Muslim. kadhalika qawlu sallallahu alayhi wasallam man nasiya wa huwa sa'imun fa akala au shariba falyutimma sawmahu fa inma at'amahu Allahu wa saqahu. yoyote anayesahau akiwa amefunga akala au akanywa, basi na atimize saumu yake, kwani aliyemlisha na kumnywesha ni Allah subhanahu wa ta'ala. hayo ndio yanafungamana na an-nisyan. al-ikrah وهو الإلجاء إلى الشيء بحيث يفعله الإنسان غير مختار له. ni kule mtu kupelekwa katika kulifanya jambo kwa namna ya kuwa alifanya bila ya khiari yake, kutenzwa nguvu, kulazimishwa, bimaana annahu yalhaquhu dararun law la fi'lu hadha ash-shay, bimaana atapatwa na madhara ikiwa hili jambo hatalifanya. wa ala hadha fala budda min ilja'in wa min dararin idha lam yaf'al hatta yakuna mukrahan. ili awe ametenzwa nguvu ni lazima kupatikane kule kulazimishwa, na kadhalika kuna madhara yatampata. fa in lam yatadarrar falaysa hunaka ikrah. ama ikiwa hakuna madhara yoyote anayoyapata, basi huyo hajatenzwa nguvu. mama yako anakuambia kula mwanangu, ukifunga bwana wajua wachoka wewe, wasiandaa wewe, kula. sema acha nile, mnalazimishwa na mama. sawa hiyo, je lazimishwa sikra, hakuna madhara yoyote atakupata wala hukutenzwa nguvu. useme lakini mama alikuwa bwana ntiriri kila wakati kula, anaamua nile mimi kwa sababu ninalazimishwa. haujalazimishwa. kwa hiyo lazima kupatikane mambo mawili, kuwa mwanzo kumelazimishwa, kisha kuna madhara ya kupata, wapigwa kweli kweli hapo kula, ama utafungwa, ama utafungwa kadha, adhabu ambayo huwezi kustahimili. hali kama hii tofauti. طيب tuje kwenye masala, lau anna insanan ughmiya alayhi wa huwa sa'im. kwa mfano mtu amezirai na yamefunga, fasabbu fi halqihi ma'an liyashu, jamaa wakamwaga maji kwenye mdomo wake ili aamke. katika hali kama hii atafuturu. jamaa wamemwagia maji yamezirai, fa innahu la yuftiru bidhalika, hafturu kwa hilo. kwa nini? liannahu ghairu mukhtari, si kwa kutaka kwake. ومن العلماء من قال إن كان يأذن بذلك عادة فإنه يفطر وإلا فلا. wanaoviona wengine kusema la, ikiwa yeye ni maradhi yake au yopoteza fahamu, kisha ambia watu mkiniona ninapoteza fahamu nimwagieni maji mdomoni, mtaamka.
Kwa hivyo yeye mwenyewe ndiye ametoa nini? Idhni. Katika hali kama hii atafungua. Ama ikiwa hakutoa idhni, ni tu watu wamemmwagia maji, basi hatafuturu. Mfano mwingine, akraha ar-rajulu zawjatahu 'ala al-jima'i wa hiya sa'ima, mume amlazimisha mke tendo la ndoa na mke amefunga. Fa innaha la tuftiru bidhalika, yule mke haisabiki amefungua kwa kitendo kile, wala yafsudu sawmu, wala saumu yake haiharibiki, liannaha mukraha, sababu amelazimishwa. Nafikiri nyote hamuko mbali na tukio lililotokea la serikali ya China kuna mwaka uliopita ama miaka miwili iliyopita, sijui mwaka huu, walilazimisha Waislamu kula mchana wa Ramadhani, la sivyo waje kukamatwa, utiwe ndani, pigwe na askari, walazimishwa. Katika hali kama hii itakuwa vipi? Na amelazimishwa. Ama wewe peke yako haujajiwa pale, itabidi ufanye nini? Ufunge kama kawaida. طيب ukriha ala an yakula wa huwa saim, simamia yule askari pale, lazima ule, nitakuona mimi, ama sivyo na kufunga na tena wapigwa juu yake. Qila lahu imma an takula wa imma alhabs, imma ule ama tukutia ndani, au habasna waladak au akhadhna malak, tutamfunga mtoto wako ama tutachukua mali yako, au darabnaka darban mubarrihan, tutakupiga kisawasawa tukuumize. Katika hali kama hii, baada yote akala kwa kulazimishwa, fa inna sawmahu sahih liannahu akala mukrahan. Wale ndugu zetu kule China, neema upande mmoja ni fitna, kuwalazimishwa kukula, akala, bado somo yake anayo, umemfungisha na aliyekuwa nshiba, na usione kuwa umemweza eti hakufunga, la, bado somo yake ni sahihi. Kwa vile hata ukamlazimisha kula ama utamfunga jela, ukampiga akala, sawa atakula, lakini bado isabika fanya nini? Kisheria amesabika amefunga, kwa sababu ametenzwa nguvu. مليكا. طيب، والدليل على سقوط الإثم بالإكراه قوله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. hapa katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala shahid azungumzia illa man ukriha, alilazimishwa kutamka neno la kufur. wajhu dalala annahu idha kana hukmu al-kufr wa huwa a'zamu al-ma'asi saqitan bil ikrah fama dunahu min babi aula, ikiwa dhambi kubwa ya kufur yaanguka kwa yule anayelazimishwa, basi min babi aula jambo ambalo ni chini ya kufur ndio litaanguka. tuelewana hapa sisi. طيب، ودليل آخر قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه أن يتخلص. haiko katika mikono yake kujinasua kutokamana na kule kutenzwa nguvu. hivyo Allah hakuchukulii kwa jambo hilo, sababu huna uwezo nalo. wa qawlu ta'ala: fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kwa kadri ya vile mtakavyoweza. hadhihi thalathatu yasqutu biha al-ithm, mambo haya matatu dhambi hana: anayesahau, na yule ambaye ametenzwa nguvu, na kadhalika anayefanya khata, kosa. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهل يسقط الضمان إذا كانت المعصية تتضمن الضمان؟
kwa mfano yale maasi yamefungamana na dhamana, yani bimaana mtu atalipa akifanya. Je, katika hali kama hii huyu aliye mmoja wapo katika hao watatu atalazimishwa kulipa dhamana? tuchukulie mfano, rajulun rama saydan wa huwa muhrim yadhunnuhu min at-tuyur allati yubahu qatluha faqatalahu. tufahamu sisi kuwa muhrim haijuzu kuwinda. yuko katika hali ya ihram, akaona ndege fulani kwa mbali na ana bunduki, kwa mfano akafikiria yule ni kunguru, na kunguru sote tufahamu kuwa hukumu yake yuauawa fi al-hill wal haram, sababu ni mufsid. kwa hivyo kwa mbali kabisa akampiga risasi kama risasi ya ndege, akimwangusha, kumbe si kunguru, ni mnyama ambaye waliwa, njiwa ama yoyote yule. fa innahu la yudammanu liannahu jahilun bilhal. katika hali kama hii haambiwi alipe fidia ya kile alichokiangusha, kwa sababu alikuwa hajui hali ilivyo ya yule mnyama. si kuwa hajui hukumu, yajua hukumu, lakini yeye alikuwa yufikiria kuwa yule ni mnyama fulani, kumbe si, akakosea hapa, jahilun bilhal. طيب محرم قتل صيدا قبل دخول حدود الحرم, ameingia katika miqat, yuko katika ihram, kabla hajafika mipaka ya haram akaua kiwindo, akawinda, na yeye ameharamishiwa kuwinda. yadhunnu annahu la yahrumu as-sayd illa idha dakhala hudud al-haram, yeye wadhania kuwa mpaka aingie katika mipaka ya haram ndio pale haijuzu kuwinda, lakini nje yake hata kama katika ihram yajuzu kuwinda. فهذا ليس عليه ضمان لأنه جاهل بالحال, هنا ضمانه فيه من جاهل بالحال, هجوي الحال. هو يعلم أن الصيد حرام وأن هذا الصيد مما يحرم, أجوا يقوى kuwinda ni haram kwa muhrim, na yajua kuwa hiki kiwindo anachokiwinda ni haramu ya kukiwinda, لكن يظن أن التحريم لا يثبت إلا إذا دخل الحرم. يودنيا إلى حكم يو حرام هيثبت اسمه كل أن بيتعرى شيء جوابي مبقى حرام, كحال كما يكون ضمانا. طيب محرم قتل صيدا وهو يعلم أن قتل الصيد حرام, ويعلم أنه الآن حرام عليه ولكنه نسي. kwa mfano muhrim ameua kiwindo, na yeye wajua kuwa kuwinda kwake yeye ni haramu, na yeye wajua hivi sasa yuko katika hali ya ihram, ni haramu kwake kuwinda, lakini mara akajisahau, فلا إثم عليه ولا ضمان, هنا ذنبي ولا هنا ضمان, يعني ليس عليه جزاء مثل ما قتل من النعم, haambiwi alipe mfano wake. فيسقط عنه الإثم والضمان, yote mawili haya yataanguka. tumeelewana? طيب إن كان هذا الإثم والضمان في حق الله فإنه يسقط عن الفاعل, الإثم والضمان بواحد من هذه الأمور الثلاثة. ikiwa lile kosa na ile dhamana ni kwa haki yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi itaanguka kwa mtendaji dhambi na dhamana kwa mojawapo haya mambo matatu. لأن الله تعالى هو الذي أسقطها والحق حقه, سبب الله سبحانه وتعالى ndiye ameiangusha hii haki, ni haki yake. قال تعالى قد فعلت في قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, sema shafanyia.
قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فالحمد لله على تسهيله وتيسيره. الله حقي yake ametufanyia sahali. طيب lakini hapa kuna haki ya wanadamu, kuna haki ya wanadamu, je pia itaanguka? tuje kwa maneno Ibn Uthaymeen rahimahullah sema fa in qala qa'il hal yustathna min hadhihi alqa'idati shay, kuna chochote kinachotoka nje hii qaida ya haya mambo matatu? فالجواب أن النصوص عامة ولكن يرد على هذا قتل النفس خطأ. هي katika masala ya kuiua nafsi kwa kukosea, ففيه الضمان للآدمي وهذا لا إشكال فيه وإنما الإشكال في الكفارة. hapa kuna dhamana kwa huyu mwanadamu, kuna ishkali kwa kwenye kafara. إلا أنه ينبغي أن لا يشكل ما دام أن الذي رفع الجهل والإكراه والنسيان هو الله ثم أوجب الكفارة في قتل الخطأ فالحكم لله فيكون القتل مستثنى من هذه القاعدة. aliyeweka amri ya kuwa imeanguka dhambi kwa yule anayesahau au anayetenzwa nguvu au anayefanya kwa kukosea, yeye ndiye aliangusha dhambi kwake na dhamana. Lakini katika kuua akaweka kafara, hukumu ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayeweza kuangusha, yeye anaweza kuiweka. kwa hivyo qatl haimo katika hii qaida. huwezi kusema mimi nimeua kwa kukosea kwa hivyo silipi nini kafara, la. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ كشف لتزل كفارا بزتكان عليك ندية. فإن قال قائل ما وجه الاستثناء ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا لسبب. kwa nini kuwe na istithna hapa na sisi tunajua kuwa sheria imejengewa hikma na hivi vitu viwili vimefanana? Kwa mfano mtu amekosea katika jambo lingine ambalo si kuua, tukataja mifano hapa, ameua mnyama akiwa katika hali ya nini, ihram. sote tufahamu kuwa mnyama mtu akiua atalipa fidia mfano wake, فجزاء مثل ما قتل من النعم. lakini huyu amekosea katika kumuua yule mnyama kwa kuwa alikuwa hajui pengine kuwa hukumu yake kama tulivyotaja ile mfano, tukasema kuwa huyu hana dhambi wala hana nini dhamana, haambiwi alipe. mbona upande huu wa mwanadamu akimuua mwanadamu mwenzake kwa kukosea? kukosea ni vipi? kwa mfano katika hali wamekosana mmoja na mwenzake, mmoja akamsukuma mwenzake kando. je, kule kumsukuma kwa ua? lakini kumbe yule bwana siku zake zishafika, akimsukuma hivi kando, hapo hapo akaanguka chini akafa. huyo amekusudia kumuua moja kwa moja, kusudia kumuua. lakini ataambiwa sasa, kwa kuwa hukukusudia kumuua, maana inaonekana wazi hii ni khata, hakukusudia kumuua. mtu hauai kwa kusukumwa tu kidogo hivi, huyu ataambiwa hatukuui wewe kwa kuwa umeua. katika hali kama hiyo, hili umesamehewa, lakini utalipa nini? Kafara. kwa hivyo kutakuwa na kafara pale, na dia atalipa pia, pesa au mali atawalipa wale aliowaulia yule mtu wao kwa makosa. طيب tofauti iko wapi katika hivi vitu viwili? tunaona kuwa huyu huko ankosea akasamehewa, huko ankosea hakusamehewa, kafara na kulipa ile dia. قلنا الحكمة في ذلك تعظيم الدماء.
hikma katika hili jambo ni kuadhimisha kumwaga damu za watu, lialla yadda'i mudda'in annahu qatala khata'an wa huwa mutaammid. Si mtu kesho akaja akadai kuwa mimi mmemuua kwa makosa, kumbe amekusudia. فلتعظيم الدماء وشدة احترامها, kwa heshima kubwa iliyoko ya damu za watu kutomwagwa katika hii sheria, wajaba al-kaffaratu kama wajaba ad-dhamanu fiha walau fi hali al-khata, ikawa ni wajibu kulipa kafara kama vile ni wajibu kulipa dhamana katika hali ya kukosea katika kumuua mwanadamu. Ajua kuwa yule ana ugonjwa wa moyo na kuwa akishtuliwa yuafa, aweza kufa kwa kushtuka, akapata sakta kalbia, kisha akajificha mahali hivi, kamongojea alipofika amevaa dude la tisha, akatoka yule bwana hapo hapo akashtuka akafa. Asema lakini mimi sikumgusa. Kumbe alikuwa yajua yeye kama huyo ana maradhi ambayo huenda akagutuka mpaka akafilia mbali. Sema lakini mimi sikumgusa, mimi na mimi nafanya mzaha tu, bahati mbaya. Simona watu watakuwa wafanya hivi sana mpaka itakuwa ni mchezo kuua. Kila mtu atasema nakosea. Pia hii yapimwa kuwa talipa kafara na talipa ile dia. Kwa mtu akiona kuna kulipa kafara hapa, dia ile ya kulipa ngamia 100, hata mzaha hawezi kufanya katika kumwaga damu ya mtu, fata'dhiman lidima. Wa amma al-ithmu, ama tukizungumzia dhambi, fayasqutu biljahli walikrahi wanisyan hata fi haqqi al-makhluq, hata katika haki ya kiumbe, yule asiyejua, aliyelazimishwa, aliyesahau, huyu hapati dhambi. Walakin binisbati lidhaman fa innahu la yasqut, ama dhamana kwa haki ya binadamu mwenzako haianguki, dhamana kwa haki ya Allah yaanguka. Mithalu dhalika, rajulun dhabaha shatan li shakhsin dhanna annaha shatuhu. Kuna mbuzi 10 pale, mtu akakwambia tafadhali mchinjie mbuzi wangu mchinje. Ukaenda pale ukachukua mbuzi mmoja ukifikiria ni wa yule bwana, ukamchinja. Baada ya kumchinja, siye huyu, wake yule ni yule mwingine. Tayib, naqulu alayhi dhamanu sha, yule aliyechinja atamlipa yule mbuzi aliyemchinja. Walakin la ya'tham li'annahu jahil, lakini hapati dhambi kwa sababu alikuwa hajui kama si wake. Tayib, rajulun a'tahu insanun 'inaban wadi'atan, mtu amekupa zabibu, akwambia nini? يعطيه لأهلي, nipelekee nyumbani hizi. فلما وصل بيته ووضع العنب على أنه سيذهب به إلى بيت صاحبه نسي فأكله. Kaenda kwake nyumbani, kifika akaziweka, sema baadaye nitazipeleka, akasahau, akazila yeye zile zabibu zote. Baada ya kuzila akakumbuka, hizi zabibu bwana alikuwa yule bwana amenituma nisipeleke kwake, mimi nasahau na kwenda kuzila. Ama akaulizwa na watoto wake, vipi baba, umetuletea zabibu? Sikuleni wanangu. Ansahau yeye kama yeye ni amana. Katika hali kama hii, falaysa alayhi ithmun, hana dhambi, wa alayhi dhamana, atakwenda barabarani pale akatafuta zabibu nyingine anunue ampelekee, sababu ni haki ya mtu. Tayeb, tuje kwenye masala. Kwa mfano, rajulun ukriha ala an yadhbaha shata fulani fadhabaha, amelazimishwa amchinje mbuzi wa fulani akamchinja. Huyu pia tutasema fala ithma alayhi wa alayhi dhaman, hana dhambi lakini atamlipa yule mbuzi aliyomchinja. Liannahu mubashirun, sababu yeye ndo aliyebashiria kile kitendo moja kwa moja. والقاعدة أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر قدم المباشر. yule aliyesababisha ambaye ndio alimlazimisha na yule aliyefanya kitendo cha kuchinja,
hawa wawili wakusanyika, yule aliyefanya kitendo ndio atakayetangulizwa hapa, yeye ndio atalipa. وقال بعض أهل العلم الضمان عليهما جميعا لأن المباشر لا يتمكن من الامتناع. wengine wakasema bali wote wawili watalipa, sababu yule anayelazimishwa, yule anayefanya amelazimishwa, hawezi kukataa, hakuweza kukataa, kwa hivyo wote wawili watalipa. وهذا أقرب إلى الصواب لأن المباشرة هنا ملجأ إليها, sababu lazimishwa kahali kama hiyo wote wawili watalipa. طيب tupige mfano pengine labda wachekesha lakini inawezekana. رجل أخذ بشخص صغير الجسم, na mtu kimwili chake kidogo kamshika yule mtu, thumma daraba bihi shata fulani, kampiga mbuzi wa watu kwa kumtumia yule mtu, mshika maguu, kamshika maguu yule kibwengu, kisha ukampiga naye mbuzi mwingi wa mtu. Wako watu wana nguvu namna hiyo. ضرب الشاة بالإنسان فماتت الشاة, amempiga mbuzi kwa kutumia binadamu, yule mbuzi akafa. نقول الضمان على الضارب, dhamana ni kwa yule aliyempiga yule mbuzi kwa kumtumia mtu. Kwa nini? لأن المضروب به مثل الآلة ليس له اختيار, yule anatumiwa kama nyundo, kama chombo tu, kapigwa nayo yule mbuzi akafa, yule kama chombo tu. kuna masala hapa, lau anna insanan ukriha ala qatli insani fa innahu la yaqtuluhu, mtu akalazimishwa amuue mtu fulani, katika hali kama hii haijuzu kwake yeye kumuua, hata ikifikia yeye kuuawa, hata lau huddida bilqatl وقال له المكره إما أن تقتل فلانا وإلا قتلتك, lazima imma umue fulani ama mimi nitakuua wewe, فإنه لا يجوز أن يقدم على قتل فلان, katika hali kama hii haijuzu kwake yeye kumuua yule fulani, لأنه لا يجوز لأحد أن يهلك حيا من أجل استبقاء نفسه, kwani wewe maisha yako yana thamani kiasi gani kuliko yule mwenzako, hata utangulize yako wewe, haijuzu. فليصبر على القتل ولا يقتل مؤمنا, asubirie au wawe lakini asiwe mu'min. tueleweka hapa? Tayari mtu asema mimi ninalazimishwa kuzini na mwanamke ama nitauawa, tajuzu? Haijuzu, kwa sababu hapa pia waingilia haki ya mwingine na irdhi ya mwingine, haijuzu. Alafu nani aliyelazimishwa kisha akaweza kukifanya kile kitendo? Haiwezekani. Kwa hivyo ukilazimishwa kusema imma uzini na huyu mwanamke au tutakuua, hapa ni uuawe, lakini usiingilie heshima ya mtu. Wala uweze kusema lakini ninalazimishwa, wewe wataka, hujalazimishwa, kwa sababu ile ni heshima ya mtu. Huwezi kuingilia heshima ya mtu ukajifanya wewe ni bora zaidi. Hivyo hii kaida pia, haya yote lazima yapimwe, isiwe ni haki ya mtu utaingilia. والحاصل من البيتين السابقين أنه إذا وقع الفعل جهلا أو نسيانا أو إكراها, tukifanya conclusion kwa kifupi ya beti hizi mbili ni kuwa likitokea tendo kwa kutojua, ujinga, yani khata, au kwa kusahau au kwa kutenzwa nguvu, fa innahu la ithma fihi wala dhamana fima yataallaqu bihaqqi Allahi azza wa jalla, hakuna dhambi wala dhamana katika kile kinachofungamana na haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna haqqa Allah ta'ala mabniyun ala almusamaha walfadli fakana alfa'ilu ma'dhuran, kwa sababu haki ya Allah subhanahu wa ta'ala imejengewa msamaha na fadla zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yule anayefanya kile kitendo na udhuru, amepewa udhuru. أما في حق المخلوق فإنه لا إثم فيه أيضا إذا وقع عن جهل أو نسيان أو إكراه، ولكن فيه الضمان. أما ikiwa حق يكيومbe basi hapati dhambi ikiwa ni jahil ama amesahau ama amelazimishwa, lakini kuna dhamana.
بأن يضمنه لصاحبه لازم atalipa ile dhamana kwa yule aliyemharibia kile kitu chake لأن حق المخلوق مبني على المشاحة حق za viumbe zimejengewa almushaha bimaana hakuna msamaha lazima umlipe فلذلك نوفيه حقه كاملا kiumbe tutampa haki yake kamili حتى وإن كان الفاعل معذورا ما لم يبرئه منه hata ikiwa yule anayefanya kile kitendo na udhuru maadamu yule kiumbe uliyomfanyia lile kosa haja kusamehe lazima umlipe فإن أبرأه منه وهو ممن يصح تبرعه سقط عنه الضمان أيضا ikiwa atamsamehe ni katika watu ambao wakubalika kutoa msamaha katika hali kama hii itakuwa pia dhamana imeanguka tumeelewana kwa hivyo utasamehewa kwa kuwa umesahau umekosea tezo nguvu utasamehewa dhambi na dhamana ikiwa haki ni ya nani Allah subhanahu wa ta'ala ama ikiwa haki ni ya viumbe utasamehewa dhambi lakini ile haki yake lazima uitoe tuelewana na hii mifano tulioitoa nafikiri yaweka wazi na eleweka والله تعالى أعلم بأحكامه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك